Aisee, mambo vipi wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya MMS TV Burundi. Niite DJ Ibra katika kipindi hewani cha mtazamo wa filamu za Burundi. Vivile tuko katika harakati ya kuweza kuikaza filamu zetu zikuwa poa, na harakati ya kuweza kutafuta wale wa beautiful wa filamu zetu, yani namaanisha yale wale ma queen wa filamu za Buja movie. Na kwa siku leo niko na queen ambaye niko naye hapa. Vile vile wewe ambaye unatazama kwa muda huu, usahau kulike, kushare pamoja na kucomment vipindi vingi sana tofauti kupitia channel yetu hii ya MMS TV Burundi. Acha basi nimpe nafasi ili uweze kumsikia Queen Lati ambaye kwa siku leo niko naye hapa moja kwa moja ili uweze kusikia mengi kupitia filamu zetu za Burundi, vile vile kupitia kazi zake ambazo akiwa anazifanya kila siku. Kaa karibu na TV yako, like, share, comment na usahau kusubscribe vipindi vingi kupitia MMS TV Burundi. Vipi mambo Lati? Safi. Karibu katika channel yetu. Ya, asante. Unajisikiaje? Naona umewaka sana kinoma. Kawaida kwa mwanamke kung'aa. Naona fresh ziko poa. Hivi nani ambara kufanyia vipondozi kama hivi unawaka sana? Ya, kuna mdada anaitwa Fedha. Ya, ndiye ambaye anaandaa mambo kama hayo. Ya. Na anatumikia sehemu gani? Sababu naona mambo yake sio tani kabisa. Huyu dada anatumikia Buiza, barabara ya 5, namba ndo sijui. Lakini anafanya fresh sana. Kwa bei nafuu au zile salon zenu za style. Sio kila mtu ambaye anaweza kuingia sehemu hiyo. Ya, kwa makeup kama hii alionifanyia kwa bei 30,000 tu. Ya Marundi. Acha wewe. Kipindi wani mpenzi mtazamaji, ni mtazamo wa filamu za Burundi. Hapo mwanzo nimekwambia kuwa kama kwa siku leo tutakuwa katika harakati ya kuweza kuikaza sanaa yetu ya filamu, vile vile hususan upande wa wanawake. Sababu tumetazama kuwa interview nyingi ni wanaume ambaye wanashiriki wanakuwa wako wengi sana katika interview nyingi, lakini inatubidi tuwashirikishe na wale ma queen wa filamu zetu ili kuweza kuwasupport na kuweza kuipandisha juu sanaa yetu iweze kujulikana popote. Lati, hivi movie zetu, filamu zetu za Burundi waziongeleaje wewe kama queen wa filamu za Burundi? Wow. Mimi kama Latifa, ninavyoziona movie zetu kwa kweli. Yeah. Ni movie ambazo tunajituma kwa kufanya kazi zetu. Ya, tunajitahidi kufanya vizuri sana, lakini sasa tatizo ambalo lipo ni kwa sababu unakuta kwa mara nyingi unakuta mashabiki ndo hatuna sana. Watu wengi wananchi wanaotuzunguka unakuta hawasupport hili jambo. Yes. Hivi unaona kuwa inaweza kuwa tatizo gani kwa wananchi mpaka wanashindwa kuisupport sana filamu zetu ziweze kusonga mbele? Ya, mimi nadhani ni kwa sababu labda kutokujali kwanza. Yes. Na kutokudhaminisha kile ambacho tunachokifanya, wanathaminisha vitu vya nje. Ndio maana tunajaribu kujitahidi sana kufanya hizi kazi kwa bidii ili tuwapendeshe vyetu. Yeah. Lati, masuala haya ya kuigiza vipi? Niambie, kuna ugumu fulani ambao unakuwa ukiupitia? Sababu nikitazama kisi mwanzo ulivyoanza kuigiza na hivi kuna tofauti mkubwa. Umeshachukulia na jina kuwa star sasa. Umeshakuwa star katika movie zetu za Burundi, umejulikana sana. Niambie, umepitia katika changamoto gani ili uweze kufikia nafasi ambayo uko kwa hivi sasa? Ya, changamoto haziwezi kukosekana. Kama unavyojua hakuna kazi zinazokuwa nyepesi tu kirahisi kwa kila jambo. Yes. Ya, changamoto lazima ziwepo sababu unapoanza, yani kuna muda kipindi kama mwanzo mimi nilipoanza kufanya sanaa, nakumbuka ni rafiki yangu ndo alinishawisha, kaniambia unaweza twende tukafanye mazoezi, nikawa tu nambushi tiki fulani, lakini nikajiamini nikaenda, kumbe nikajikuta na uwezo wa kuweza kuigiza. Na ukaona kuwa kweli kabisa hichi kipaji niko nacho, alafu nilikuwa nikificha kipendi kuonekana. Ya, nikajikuta kumbe nilikuwa najibana. Yes. Sorry. Na wakati ambao umegundua hicho kipaji unacho, ulifika unakifanyia kazi moja kwa moja au ulipuuzia mwanzo kabla hujakuwa star hivi? Ya, mwanzo nilipuuza kwa sababu nilienda
nikaona kama ni vitu vyenye yani napoteza muda, nikiona ni vitu vyenye havina malipo kwa sasa hivi, mashabiki hamna, nikiona waliocheza movie nyingi zao hazionyeshwi kwenye ma TV, so nikaona hivi vitu kumbe ni vya kupoteza muda. Lakini kaja kugundua kumbe sanaa inabidi mtu kwanza inaomba uvumilivu, and then ni kitu ambacho yani unapaswa kujitolea wewe kama wewe. Lakini sasa mpaka sasa hivi nikaja kugundua kama ni kitu kizuri ambacho ninaweza kukifanya ili kuendeleza nchi yangu. Na vipi Lati, hivi mtu ambaye akikuona kupitia TV ya MMS TV Burundi na akakuona Lati ambaye ameshakuzoea kuona katika filamu nyingi sana tofauti, unatumia jina gani katika filamu zako hizo ambazo ukizicheza? Sababu na umeniambia kuwa Latifa ni jina lako halisi. Sawa? Au nimekosea hapo? Ya, kwa majina jina la halisi la wazazi wangu naitwa Nduwayezu Latif. Yes. Ya, hilo ndo jina la baba na mama, lakini jina la ustaa ndo hivyo Latifa. Wengi wananiita Lati Queen, wengine wanaita Queen Latifa, yani hivyo tu. Na jina gani ambao nikikuita au mashabiki wako wakikuita wanakuwa uko free sana, unajisikia uko poa? Yeah. Kwa mtaani wamenizoesha sana Latifa. Hata watu wengi kabisa hilo jina langu la ukera wajua. Na ndio kwa maana unaitumia sana kupitia filamu zako. Ndio. Na unajisikia uko poa. Yeah. Naam. Latifa, ni mafanikio gani ambao umeshapata? Kweli fanikio la mtu kwenye kazi ni siri, lakini sometimes nyie kama mastaa ni vizuri kuongea ili yule ambaye anatufuata kwa muda huyu anatufuata kupitia channel yetu kuone na nasema Latifa mimi namfahamu wakati alikuwa hajakuwa na chochote, na kwa siku ya leo anaweza kuongea kile ambacho ameweza kuwa nacho. Kumbe na mimi nifanye hii kazi zingine, kesho na mimi naweza kuletea kitu fulani. Ni mafanikio gani ambao sasa umeshapata kupitia kazi yako ya kuigiza filamu? Kama mimi naweza ambia wananchi kama yani filamu sio kwamba ni kupoteza muda, filamu ni kazi. Yes. Yani kazi pia inalipa pale unapojituma, unafanya bidii, zinapata kutoka, tunapata kupata malipo. Kwa sababu kuna mabadiliko ya tofauti na mwanzo ninavyoona. Shida kubwa ni kwa sababu tu hatujapata sponsor wale wa kutusimamia ambao yani wa kutuendeleza zaidi, lakini kwa nguvu zetu tunazozitumia naona kabisa kuna malipo, maana tunapata japo chochote angalau. Umekaa uko sawa. Yani kile kidogo kikosekani katika kazi. Kikosekani, kwani unafikiri mimi kwenda kwenye saluni kufanya makeup inakuwa noma sana? If salasi naanza ni kitu cha kawaida. Lati, hivi ni mtu akikutaka na kutoka katika kundi gani la ambao unalifanyia kazi kwa muda huu? La Colombe Blush. Na inafanya sehemu gani? Inafanya kwa Benin University. Yes. Na katika hiyo La Colombe kuna wachezaji kama wanawake wa kike, wale queen ni watu wangapi kama ni queen wangapi ambao wanacheza filamu hapo? Katika group yangu na imani najua kabisa kuna watu wengi, kuna wanawake wazuri sana ambao ni wengi. Siwezi kuwakumbuka hesabu maana tuko wengi sana. Na kuna msemo ambao wanasema sana watu wa mjini, wanasema kuwa filamu zetu hazina wanawake wako poa. Yaani filamu za Burundi hazina wanawake ambao wana muonekano ambao uko sawa. Lakini katika queen ambao nimeshaongea nao naona kweli kama nataka kufanisha kitu kama hicho. Wanasema muziki wa Burundi ndio na queen ambao uko poa. Yaani Buja Flavor na queen wazuri kuzidia Buja Movie. Hilo sio nazungumziaje wewe kama Latifa? Mimi kama Latifa hilo nakataa. Yes. Wanazungumza uongo kabisa kwa sababu nachokijua wanawake wazuri wapo. Tena wanajituma, tena wanapenda sanaa. Wanajituma kabisa kwa bidii. Kama katika grupu yangu wapo wengi tu. Nadhani hata wewe mwenyewe unamjua mmoja Zamida. Unamjua Zamda? Sina wao unawaonaje kwani? Wako poa. Ni watu wapo wakali kabisa. Yaani unawaambia kwa wameongea uongo. Huo ni uongo wanaosema. Buja Movie inaeneza wanawake wazuri wenye kueneza kabisa. Hivi unaweza kunipa kigenzo cha mwanamke mzuri? Vigenzo kama Lena Tano, vigenzo mwanamke mzuri ambaye anaweza kuigiza filamu kwa sawa katika muonekano. Anakuwa yuko aje?
Ya, kwanza awe mjuzi ajue anachokifanya ni kitu gani. Yes. Pili, yani awe mchapakazi. Tatu awe nani? Awe na baby face. Unajua kila kitu baby face inatangulia. Mambo mengine anafuata baadaye. Alafu awe na tabia njema. Ni vitu ambavyo tunafundishwa katika sanaa, kuwa na tabia njema, kujiongoza vizuri katika familia yako, katika jamii, yani katika maisha ya kawaida, hata nje ya ustaa. So kwa hiyo ndio hivyo. Niambie, katika filamu kuna vipengele vingi ambavyo mtu anaweza kucheza. Upande nikacheza leo niko driver, kesho nikacheza mtu anapenda pombe, kesho yake nikacheza mtu anapenda kupigana, nini, mapenzi, ile sehemu ya kula misosi nini. Wewe ni sehemu gani ambayo unakuwa unapenda sana kama direct wako akwambia Lati nataka leo uigize hii sehemu? Sawa. Ni sehemu gani unakuwa unaipenda sana zaidi na ikumboi? Chooni. Kwa nini chooni? Unapenda kuingia chooni sana? Mimi kuna starehe zangu 3 nazozipenda kwenye maisha. Yeah. Kwanza sio 3 ni 4. Kama ipi na ipi? Napenda kwanza kula, Yes. Toilet, Yes. Mapenzi, Yeah. na mazoezi pia. Yeah. Yaani zimeshatimia 4. Na ni kwa nini sana unapenda toilet? Unaipenda sana? Unakuwa unajifikiria mambo mengi au? Mimi nikiwa toilet nakaaga yani hata kitu nimekisahau na kikumbuka hapo. Yani ndo muda mwingi napataga wa kukaa nafikiria kitu kinaingia. Nakumbuka hata yaliyopita nakumbuka. Lakini nategemea na toilet. Kama toilet zetu zile za Kiswahili zile inakuaje sasa? Unajifikiria chochote hapo? Au unapenda zile toilet za mambo ya kizungu unazitizama kwenye kioo hapo, una chati? Kwanza mimi siwezi kukaa kwenye toilet ambayo ni ya kuchutama, kwa sababu inachosha miguu. Yes. Mimi napenda nikiingia chooni nimalize ile sali zima. Naulizaga watu wote, hakuna mtu anataka kuingia chooni. Muda wangu ukifika naingia toilet. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Vipi, ni msanii gani wa kike wa hapa kwetu Burundi? Sawa, ni sana vaigizo unapenda na kesho unakuwa ukitaka na wewe una ujuzi kama wa kwake au mpitilize kwa hapa nyumbani? Hapa Burundi. Yes. Zamda. Kwa nini Zamda peke yake? Kwa sababu nampenda na anapofanya kazi zake mimi napenda. Na anaigiza poa. Unaona kuwa ukiwa kama yeye inaweza kuwa fresh sana zaidi. Namkubali sana. Kwa best time natoka sehemu moja au vipi? Unajua mwanzo wa kuwa best ni kwa sababu nilipenda kazi zake na nikamfurahia pia na yeye. Okay. Yaani Zamda anakaza kabisa katika Buja Mungu. Kweli. Kabisa. Upande wa wanaume? Kwa upande wa wanaume? Yes. Nakupenda wewe. Mimi. Naigizaje sasa? Haona nipenda kisi kutangaza nini? Mimi mwenyewe naigizaje? Napenda unapofanya mahojiano na master wenzangu. Naona mahojiano yako si ya nchi. Inakuwa poa sana. Nakubali sana. Basi na mimi nasema asante. Haya. Niambie, hivi umeshakuwa star? Wale wa Baby Baba unawajua? Wa Baby Baba? Yes. Unafahamu? Nawafahamu lakini mimi siwapendi. Hawakusumbui? Siwapendagi. Kwa nini? Mimi napenda watoto wadogo. Sasa wababu wa nini? Yaani wa Baby Baba kabisa utaki. Hawafanyangi kitu. Ile pesa na miela wako nayo sababu wanapenda mademu kama nyinyi mastaa ambao mshaandikisha jina katika jamii. Anaona kama akitembea na wewe anajisikia yuko fresh. Sasa anakuwa yuko ametaka awe na Lati au na nini. Yaani unakuwa wapendi wale. Yaani Baby Baba wote haupendi. Unapenda baby nini? Baby Toto. Baby Toto. Lati unanifurahisha sana. Afu kuanzia asubuhi nilikuwa sijacheka. Ninakuona ndio nacheka. Nasikia unanifurahisha. Sababu mpogo mwingine anakuambia kuwa Baby Toto wanasumbua. Anataka Baby Baba ambaye atamlea, tamliwaza,
afu unanionyesha kuwa baby baba hutaki, unataka baby tot. Ni kwa sababu mimi si mwanamke wa kulelewa. Kwanza mimi ni mchapakazi. Mimi napenda kazi zangu, napenda kujitafutia, napenda kujishughulisha. Na wanaonijua wananijua kama mimi Latifa si wa kulea mikono. So siwezi penda watu walionizidi umri waje kunichosha huko na imeke natoka kazi nimechoka alafu tena naenda kuchosha tena. Tukikaa katika hiyo nafasi ya maisha, kinyume na filamu, unafanya kitu gani katika maisha yako? Nafanya kazi za saluni za kike. Pia nauza nguo za wanawake, za wanaume. Hivyo tu. Una duka? Na duka pia na saluni. Na yeye unafanya sehemu gani kazi zako hizo? Saluni ipo barabara ya 6 Buiza. Na hiyo duka ya nguo nauzia msoko ya Jabe. Okay. Lati, nafikiri wewe ni mchapakazi kama tunavyosema. Muda mmoja katika filamu, wakati hauingi katika masuala ya filamu unaingia masuala ya kuchuuza. Kuna saloni ya wanawake, unafanya vipodozi nini. Sawa. Vipi kwa wale wanawake ambao wanaona kuwa filamu ni bure tu, kuna chochote ambacho anaingiza, unaweza kuwapatia ushauri gani kwa hivi? Kwa kweli mimi kama mimi naweza kuwashauri wasizalau sana. Pia wasiwe wanazungumza kwa sababu wengi wao mtaani wanasemaga Warundi hawawezi. Sisi Warundi sio kwamba hatuwezi, tunaweza sana tu. Lakini ni kwamba wao watukubali kwanza ili tuwe na bidii ya kuendeleza sanaa yetu. Na vipi kuhusu uchache wa wanawake? Mbona waonekani wengi sana katika kuigiza filamu? Unazungumziaje kuhusu hilo? Ndio kama hivyo nilivyokuambia, kutokana na vile wanachukulia simple sana hii kazi. Wanachukulia ni kitu cha kupoteza muda, wanachukulia sanaa si kitu chochote. Kwa maana hiyo yani ndio unakuta wanavunjana mioyo wao kwa wao. Lakini ningewaelewesha kwamba sanaa sio kucheza, sanaa ni kazi kama zingine. Wanavyoona wenzetu wanavyoendelea, wao walianza kama sisi. Na hapa tunapofikia ni kwamba tunaelekea kule walipo wao. Lati, tukijia katika upande wa muziki wa Burundi nafikiri unaupenda sana sababu ni muziki wa nyumbani, ndio. Kati ya Big Farious unamfahamu? Ndio. Na vile nafikiri unafahamu nyimbo zake. Sawa. Big Farious pamoja na Sat-B vile unamfahamu? Ni nani ambaye unaweza kuwa tayari kutoka naye kimapenzi kati ya wawili? Kwa kweli hiyo sijawahi kuwaza. Sinakuuliza tu. Yaani kwa mtazamo wa karibu hivi unaona huyu hapa anaweza kutoka naye kimapenzi na huyu hapa hafai kuwa na hivi kati ya wawili. At least Farious. Sat-B pamoja na Farious. Nani ambaye unaona kuwa huyu yuko fresh anaweza kutoka na mimi na huyu yuko fake au kutoka na mimi? Kimapenzi. Basi tunaongea tu. Yaani tukienda pamoja pia na zile tabia mbaya ambazo tunazozijua, ambazo tunazozisikiaga kwenye mitandao ama kwenye jamii inayotuzunguka. Mimi naona asilisti Sat-B hana sifa zile mbaya sana. Lakini mimi namkubali sana Farious kwa nyimbo zake, kwa kazi zake anavyozifanya. Napenda nyimbo zake sana, namkubali wewe jamaa. Lakini kwa kutoka kimapenzi unaona kama huwezi kutoka naye kimapenzi. Unaweza kutoka na Sat-B. Bwana usitaki kunichonganisha, unajua bado na mchumba hapo. Sikuchonganisha bali tunaongea tu. Wote si master. Mimi na mpenzi ujue mwenzako. Sijakataa, kama tunaongea tu. Tunapiga story. Kama unaweza kutoka na Sat-B kuliko kutoka na Big Fizz, si ndio? No comment basi. Ameniweza ameniweza. Nasema kuwa no comment. Lakini hapo mwanzo nimekwambia kuwa yuko tayari kutoka na Sat-B kutokana na nini zile tabia ambazo zinazozunguka mjini wanasema mengi sana. Basi nafikiri ndio hivyo, huyu ni Queen Lati, ni wale ma queen wa movie za Burundi
katika harakati ya kuweza kuikazia na kuonesha wale wabishi wote kama filamu za Burundi ziko juu na zitakuwa juu sana zaidi. Vile vile tuna ma queen ambao wako fresh, ukimtizama unaona kama yuko katika muonekano ambao uko sawa. Vile vile makeup fresh, makeup poa, nywele zake zimekaa poa, amevalia poa, yuko fresh bila tatizo hata moja. Lati katika kumalizia kipindi chetu cha mtazamo wa filamu, na filamu umesoma, si ndio? Umesoma? Ndio. Umesoma nini? Umesoma tu. Nimesoma tu bwana. Okay. Niambie kati ya utofauti wa receipt na ticket. Receipt na ticket. Na ticket. Utofauti gani uko hapo? Receipt na ticket. Yes. Receipt utofauti wake ni kwa sababu receipt ni bili. Yes. Na ticket utofauti kwa hii ni receipt na ticket. Utofauti uko wapi? Fafanua hichi kitu. Tuonesha hii ni receipt na hii ticket. Unataka kunichosha sasa. Hapana. Sababu kawaida toa elimu ili watu waweze kusikia, waweze kumsikia Lati kwa hivi sasa ya. Tofauti ya receipt na ticket, tofauti kwa wapi? Receipt kwa sababu unajua receipt ni kila kitu ambacho unakuwa umelipia wanakupa. Okay. Alafu ticket ni ile nani unayokatisha kama labda unasafiri. Kitu kama hicho. Yani kama mfano unapanda zile dala zetu za Kamenge wapi ile unatoa pale au unapanda ndege wanahitaji sasa. Wanahitaji ticket. Afu receipt ni kama unafanya nini tena? Nikumbushe. Bwana acha kunizingua bwana Kakainda. Acha kunizingua bwana. Naona nikumbusha, nimeshasahau. Receipt. Receipt ndo nini tena? Receipt nimeshakwambia kama ni kitu ambacho unakuwa umeshalipia tayari wanakupa receipt. Na ticket ni kitu ni nauli unayokata kama unapanda basi, kama unapanda ndege, kama unaenda wapi. Okay. Mimi nafikiri nchi yetu ya Burundi wanaongea Kifaransa, si ndio? Na tukienda kwenye shuleni tunaongea ni Kifaransa na lugha yetu ya taifa. Yaani tunamaanisha Kirundi na Kifaransa. Kwa hivi sasa sababu tumeshaingia katika Jumuiya ya Mashariki, inabidi tuongee na Kiswahili vile vile. Sawa. Hivi nini maana nikisema meya wa jiji la Bujumbura kwa Kifaransa unaweza kumitaje? Nani? Meya wa jiji la Bujumbura kwa Kifaransa unaweza kumitaje? Lakini mbona unanitafutia matatizo wewe? Sija kusoma. No. Nchi yetu nimekuambia kuwa tunaongea Kifaransa, si ndio? Tunaongea Kifaransa shuleni na lugha yetu ya taifa Kirundi, sawa? Wanaingiza na Kiswahili kutokana tumeshaingia katika ile Jumuiya ya Afrika Mashariki, si ndio? Sasa nafikiri tumesoma meya wa jiji la Bujumbura kwa Kifaransa utamuitaje? Maire de la ville. Yes, umeshapatia. Aliongea fresh ili waweze kusikia. Unajua nikayapanga, nikayajumlisha, nikagawanya, nikakuta kumbe niko nazunguka. Kwa kitu ambacho ni kirahisi sana. Tena wewe si mtu mzuri wewe. Tunapiga story nini. Kumbe Lati uko makini sana. Uko makini. Sawa. Basi kuna ushauri wote ambao unaweza kutoa kwa kumaliza kipindi chetu kupitia filamu zetu, vile kupitia watu ambao wanatufuata kupitia TV yetu kama mashabiki vile vile. Ni ushauri gani ambao unaweza kuwapatia kwa hivi tunamalizia kipindi chetu cha mtazamo wa filamu za Burundi? Mimi ushauri naweza kuwapa ni kwamba wakubali kazi zetu. Yes. And then watu support, wakubali vitu vyetu, wakubali kama sisi Warundi tunaweza na tunaweza kujituma na yani watuunge mkono, wasitudharau kwa kile tunachokifanya. Kama kuna masupporta wajitokeza watusapoti kwa sababu ni kazi ambacho hizo tunafanya kama kazi zingine. Tusikae tu tunashabikia vitu ambavyo vinatokea nje za nchi yetu kuliko tukuze na sisi sanaa yetu.
inabidi tukuze na sisi sanaa yetu ili na wale wa nje ili wapate kuona kama na sisi tunaweza kufanya kile kitu. Yani kitu kama hicho mashabiki wakifanya inaweza kuwa fresh sana. Yeah, mimi naona kuwa zitakuwa zimepata dawa tosha ya kuweza kujulikana. Yeah. Hakuna kingine. Mimi nadhani ni hivyo kwa sababu yani hilo ndo linatuweka down sana kwa sababu linatuvunja hata sisi nguvu japokuwa tunajikaza kwa kujiendeleza. Yeah. Mbona kama hapo ni fresh. Yeah. Toa basi ushauri upande mwingine kwa wale watu ambao wanapendana katika jinsia moja. Katika mwanaume anataka mpenda mwenzake na mwanamke vile vile. Kitu kama hicho unakizungumziaje? Kwa kweli hicho kitu hakifai. Kwa sababu unajua kwenye vitabu vya kale, Bible, Quran, kama ni Quran, mimi ni Mkristo tafadhali. Waliandika kama mwisho wa dunia ukifika patakuwa mambo mengi tofauti. Kwa maana hiyo kila mtu aliweza kujua hayo mambo, kwa maana hata kwa mashule walitufundisha. Kwa maana hiyo sione kama wanavyofanya hivyo sio vizuri. Si vizuri, wangeweza kuacha kwa sababu sio vizuri. Tusizidi kuchafua dunia, tuifanye kwenda kasi. Tusimalize haraka hata kama umesema itaisha. Kabisa hicho kitu. Mimi sikiungi mkono. Haiwezi kufikia. Bahati ukapendana na queen mwenzako kama wapenzi. Mimi nawaza yale ni mapepo. Pepo kabisa. I say hii ni kipindi wani ni mtazamo wa filamu za Burundi. Vile vile nilikwambia kuwa usahau tu kusubscribe, kushare pamoja na comment vipindi vingi sana tofauti kupitia channel yetu. Na hapa ndipo mwisho kabisa wa kipindi chetu hiki cha mtazamo wa filamu za Burundi. Naitwa DJ Ibra kutoka nyumba nzima la MMS TV, na nyuma kamera ni pamoja na Magdi pamoja na Gaga ambaye anayefanya sauti yangu iweze kuwafikia kote mlipo, sura yangu vile vile iweze kuwafikia popote mlipo. Ila tu usikose kufanya kazi hii ambayo nakuachia, like, share, comment na subscribe ili tuweze kuikaza sana yetu ya movie Burundi iweze kujulikana dunia nzima. Hatutetee kwa sababu ijulikane tu East Africa, bali tunataka ivuke boda dunia nzima. Watu kama hao waweze kujulikana sana zaidi, watu kama hao waweze kuikaza kwa pamoja wote kama mkishirikiana nao. Nakwambia ikaa karibu na TV yako ili uweze kupata mengi kupitia MMS TV. Mimi na wewe tukutane katika vipindi vingine tofauti vya channel yetu MMS TV.